Wewe muulize Mungu, mimi ni mzuri katika kitu gani? Unajua hata wanakwaya lazima uelewe mimi ni mzuri kwa sauti ipi, si ndio? Kuna mwingine akipika wali kila mtu atasema huyu ndiyo mpishi wa wali hapa Kabuhima nzima. Kuna mwingine akipika ugali ni mzuri. Kuna mwingine akisimamia idara ni mzuri. Kuna mwingine ni mzuri akiwa mkurugenzi wa shule ya Sabato. Akiwa mzee wa kanisa atabwaga manyanga. Kuna mwingine ni mzuri akiwa mtu wa kitengo cha utandaaji. Akipewa kwa mkurugenzi wa idara huduma hatafanya vizuri. Siku zote muulize Mungu, katika maisha ulionipatia, kipi ambacho unajua naweza kufanya vizuri? Mungu ametuumba kwa mfano wake, na ndio maana Mungu anataka usiwe kila mahali. Acha akwambie ya kupasa kutenda. Huu mwili jinsi ulivyo, kama unavyoona nyumba imefanywa wiring, hata mwili wako nao pia uko wired kwa kalama Mungu alizoweka kwa mtu huyu, na yule ni yule. Angalia, usipojua wewe ni mzuri kwa jambo gani, ni vigumu kukua. Wakati mwingine ruhusu wale watu naoishi nao wakutathmini, na wanapokutathmini, ukielezwa ukweli kuhusu wewe, kubali. Na mara nyingi huwa tunataka wanapotutathmini watuambie mazuri tu. Wakikwambia wewe huna utulivu, kubali huna utulivu. Wakikwambia wewe ni mpole sana, huwezi kujisimamia, kubali. Mwambie sasa, nishaulini kwamba nifanyeje ili niweze kuwa bora. Usitake kuwa kila mahali, hutaweza, maana wewe sio Roho Mtakatifu. Mungu amekuumba kwa makusudi, na siku zote kwa jinsi Mungu alivyokuumba, lidhika, mwambie Bwana unitambulishe. Usitake kuwa ndaki. Mimi siwezi kuwa ndaki na ndaki hawezi kuwa mimi. Huwezi kuwa mtu fulani. Mwambie Bwana, kwa sababu ninaishi katika nyakati za hatari, nitambulishe yanipasayo kufanya. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 15. Biblia inataka kila mmoja angalie jinsi ya kuishi, jinsi ya kutenda, jinsi ya kuhusiana. Huyu mama hakwenda pengine, akaenda kwa nabii Elisha.